Baki muda mfupi kabla ya kushuhudia dabi ya Kariakoo kwenye michuano ya Kombe la Muungano kwa msimu huu. Yanga dhidi ya Simba. Ni katika mechi ambayo ni fainali, ni mechi ambayo Yanga wanajaribu kutoa taji la pili mfululizo la michuano hii ya Kombe la Muungano. Simba wanajaribu kulitoa msimu huu na kuwasimamisha Yanga ambao ni watani zao wa jadi ambao msimu uliopita ndio waliotoa taji hili. Simba wanatambua kwamba Yanga wakilitoa tena watazidi kuwatambia, kwa sababu msimu uliopita Yanga walitoa mataji yote makubwa ya ndani, kwa maana ligi kuu Tanzania bara Yanga walilitoa kwa mara 4 mfululizo, kombe la shirikisho la benki ya CRDB Yanga walilitoa kwa mara 4 mfululizo. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba wanajua Yanga wakalitoa pia na Kombe la Muungano. Simba msimu huu ikiwa imeimarika zaidi, hasa wakati wa usajili wa dirisha dogo, management ya Simba iliwezesha benchi la ufundi chini ya kocha Steve Barker kuimarika zaidi. Kukasajiliwa wachezaji kadhaa ambao wamekuwa wakifanya vizuri ndani ya Simba tangu watue. Hawa ni pamoja na golikipa Mahamadou Tanja Jibo, beki wakati Ismail Olivier Toure, lakini beki wa kushoto Nixon Kibabage, viungo wa ushambuliaji Libase Geye, Anise Ura, Ino Jospin Loemba, lakini mshambuliaji pale mbele. Yes, pamoja na Ino Jospin Loemba, kiasi kwamba Simba wanaonekana kuimarika zaidi. Lakini Yanga wao wameendelea kufanya vizuri katika ligi kuu Tanzania bara, ndio wanaongoza hivi sasa wakiwa na pointi 47 baada ya mechi 19. Simba nao wamecheza idadi hiyo ya mechi, lakini wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 42, wameachwa pointi 5. Walipokutana mzunguko wa kwanza, mechi ilikuwa kali, ikaisha bila. Sasa wanapokutana katika Kombe la Muungano, ni dhahiri kwamba wote wanalitaka. Wachezaji waliowatumia kufikia katika fainali hii ni ishara tosha kwamba wote wanalihitaji Kombe la Muungano. Nyota mbalimbali wa Simba ambao wamekuwa kiwezesha kufanya vizuri wameshacheza katika mechi 2 za kufika hatua hii ya fainali. Kwa maana taratibu za michuano, mechi ya kwanza ni robo fainali, Simba walishinda 1-0 dhidi ya Mafunzo. Mechi ya pili ni nusu fainali, Simba wakashinda 3-0 dhidi ya Mlandege ambao ni mabingwa wa ligi kuu ya Zanzibar msimu uliopita. Lakini Yanga mechi ya kwanza walishinda 4-0 dhidi ya Mwembe Makumbi. Mechi ya pili ya nusu fainali walishinda 2-1 dhidi ya Azam. Katika mechi zote hizi nyota kadhaa wa timu zote mbili wanaofanya vizuri walipata nafasi ya kucheza. Sasa kwenye mchezo huu haitashangaza hata kidogo kwenye vikosi tukashuhudia wale wachezaji ambao huanza mara kwa mara katika vikosi vyao hivi karibuni ndio wanaopata nafasi zaidi ya kucheza. Kwa Yanga matarajio ni kuona na wala haitashangaza kuona Djigui Diarra akianza langoni, ingawa Yanga wanao makipa wazuri sana wengine mbali na Diarra. Kuna Hussein Masalanga, kuna Butwalibu Msheli, yeyote anaweza kaanza. Lakini haitashangaza kuona mechi hii dhidi ya Simba Yanga wakijua wanahitaji kuzidi kuendeleza ubabe dhidi ya Simba, kwa sababu mechi 7 mfululizo zilizopita Yanga wameshinda 6, Simba hawajashinda mchezo wote bali suluhu katika mechi iliyopita. Yanga wamefunga mabao 12, Simba wamefunga mabao 2 tu, tena ni wakati wanafungwa 5-1 dhidi ya Yanga na 2-1 tena dhidi ya Yanga katika hizo mechi 7. Sasa leo hii Yanga kwa kutambua kwamba ili wapate matokeo ambayo yatawezesha kuzidi kuwatambia Simba na ambayo kisaikolojia yatazidi kuwajenga kuelekea mechi nyingine ya dabi ya Kariakoo itakayochezwa siku chache zijazo, kwa maana ya tarehe 3, mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara. Kisaikolojia watatamani wapate ushindi kama ambavyo Simba watahitaji sana. Sasa haitashangaza kuona Diarra akianza pale, haitashangaza hata kidogo Izra Patrick Mwenda akiwa beki wa kulia, kushoto Mohamed Hussein Shabalala ama Shadrack Kisakaboka ambaye alianza katika mechi dhidi ya Azam. Lakini katikati Ibra Baka anaweza kaanza pale akiwa na Bakari Nondo Mwamnyeto au Frank Asinki ambaye katika michuano hii amekuwa akipata nafasi zaidi ya kuanza. Lakini katikati, kwa sababu Mudathir Abbas Yanga wanatambua kwamba hawatamtumia katika mechi ya dabi ya Kariakoo ya tarehe 3 akitumikia adhabu, huenda akaanza na Zuk Abuya, alafu Mudathir Abbas akawa hapa Mudathir Yahya Abbas. Kwenye viungo watatu wa shambuliaji Alan Okello, mchezaji mwenye kiwango bora sana hasa katika utoaji wa assist, amekuwa ndio top assist provider katika ligi kuu Tanzania bara, na kwenye michuano hii tayari ameshang'ara vya kutosha akitoa assist katika mechi ya 24 bila dhidi ya Mwembe Makumbi,
Wakishinda 2-1 dhidi ya Azam, bao la kwanza ni assist yake kwenda kwa Prince Melo Dube. Hata Mwembe Makumbi alitoa kwa Dube, anaweza kaanza pale. Alafu kukawa anaweza kaanza Peodo Pacome Zouzoua. Alafu anaonekana Alan Okello, hapa anaonekana Maxi Mpia Nzengeli. Lakini kwenye kucheza kwao Mudathir Abbas, Alan Okello, Maxi Mpia Nzengeli huwa wanapishana sana nafasi kiasi ya kwamba haitashangaza kumuona Okello akiwa hapo, Maxi akiwa hapa. Haitashangaza kuona Mudathir akiwa hapa nyuma mshambuliaji kinara, Maxi akiwa hapa, Okello akiwa hapa, kupishana. Lakini hao pia huwa wanarudi kuja kuungana na kiungo huyu wakati ambaye Djuka Buya kuhakikisha wanakuwa salama. Kwa lugha nyingine, kwenye makaratasi inaweza kuonekana vyovyote vile. Wakati mwingine inaweza kuonekana kama vile Maxi yuko hapa, Mudathir yupo hapa. Huyu ni Prince Melo Dube, au anaweza kaanza Depu Laurindo ambaye tayari naye amesharejea kikosini. Kwa ufupi, hizi nafasi hizi wanapishana sana. Inabaki tu kwenye makaratasi, lakini kucheza wanapishana sana. Na lengo ni kuona katika mtindo huu kwamba huyu mshambuliaji kinara ndo akienda kupambana na mabeki wakati wa Simba, kwenda kwa occupy mabeki wakati, lakini akitoa akipata support kutoka kwa Peodo Pacome Zouzoua, anatarajia kulenga sana eneo hili kati ya beki wa kulia na beki wakati wa Simba, kama ambavyo huyu atake kwa kulia matarajio kimfumo awe ana attack sana hapa, kutoa nafasi kwa beki wa kulia ili apate kimwenda ndo awe anafunga safari, na huku Mohamed Hussein Shabalala au Shadrack Isaka Boka kufunga safari zaidi. Hawa wakati Djuka Buya akiwa na matarajio anabaki eneo la kati, wakati Mudathir Abbas au Maxi Mpia Nzengeli kama nilivyotoka kueleza wanapishana sana nafasi, watakaopanda yeye kuungana na mabeki Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Frank Asink kuhakikisha wanakuwa wachezi mbali eneo la kati kukabiliana na mashambulizi ya kujibu. Mfumo baada ya golikipa, walinzi wanne, viungo wale ukabaji watatu, mshambuliaji kinara mmoja. Mtaji wa Yanga katika mfumo huu mara nyingi huwa ni hawa niliotoka kuwataja mara kwa mara: Mudathir Abbas, Alan Okello, Maxi Mpia Nzengeli, wakimshirikisha pia Dube katika kubadilishana sana nafasi. Ndio mtaji wa Yanga, wanavuruga sana walinzi wa timu pinzani, wanapata nafasi ya kufunga hasa katika kipindi cha kwanza, alafu kipindi cha pili wanacheza kijanja zaidi. Ndivyo walivyoonyesha katika mechi za karibuni. Dhidi ya Azam, yale mabao mawili waliyafunga kufikia mapumziko. Dhidi ya Mwembe Makumbi, mpaka mapumziko walikuwa wameshafunga mabao matatu. Mechi dhidi ya Mbeya City wakishinda 6-0, mpaka mapumziko Yanga walikuwa wameshafunga mabao matano. Kipindi cha pili walifunga goli moja tu. Kwa hiyo kipindi cha kwanza huwa wanakitumia ipasavyo katika kuwadhuru wapinzani, alafu kipindi cha pili wakiwa tayari wanaongoza wanacheza kijanja sana. Wanafanya game management kama ilivyokuwa dhidi ya Azam, ambapo kipindi cha pili walikuwa kwa kiasi kikubwa wanazuia zaidi kuliko walivyokuwa wanashambulia kama ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza. Matokeo yake kipindi cha pili chote walipiga shuti moja tu ambalo halikulenga lango, wakati kipindi cha kwanza walipiga mashuti 6, mawili yamelenga shabaha, yote mabao, wakishinda 2-1 dhidi ya Azam. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker, mfumo matarajio ni baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale wakabaji watatu, mshambuliaji kinara mmoja. Lakini katika muundo huu matarajio ni kuona Shomari Kapombe au David Kabeta Duchu ambaye amekuwa akicheza pia katika michuano hii mara kwa mara. Lakini upande wa kushoto matarajio ni kuona ama Anthony Mligo ambaye naye amekuwa akicheza vizuri katika michuano ya Kombe la Mapinduzi, kombe hili la Muungano, au Nixon Kibabagi kama anakuwa fit. Alafu katikati kuna Rushaine De Reuck, alafu Ismail Olivier Ture au Vedastus Masinde, Hussein Mbegu. Haitashangaza kuona mmoja wapo akipewa nafasi, kwa sababu Hussein Mbegu amekuwa kwenye kiwango bora sana kwenye michuano hii ya Kombe la Muungano. Lakini katika viungo wale wakati pale kwenye ukabaji matarajio ni kuona Alassane Maodo Kante akiwa na Yusuf Kagoma, wote wakianza katika mechi hii muhimu ambayo huenda ikaathiri saikolojia hasi ama chanya kuelekea mechi nyingine tena ya dabi ya Kariakoo ya tarehe 3 kama nilivyotoka kueleza. Alafu katika viungo watatu washambuliaji, Libase Geye matarajio ni kuona akitokea upande wa kulia, Anise Ura akitokea upande wa kushoto, Cletus Chota Chama akiwa nyuma mshambuliaji kinara, alafu hapa kwa na Selemani Mwalimu Gomez ambaye ndiye kinara wa Simba katika upachikaji mabao katika ligi kuu Tanzania bara, akiwa tayari ameshafunga mabao 6. Kwa mtindo huu Simba kama ilivyokuwa kwa Yanga kwenye makaratasi, matarajio ni kuona Selemani Mwalimu akienda kwa kipibize pale kwa occupy Ibra Baka
na Frank Yasinki au Bakari Ndo Mwamnyeto, lakini Anise Ura kasi yake, uwezo wa kupiga chenga, natarajia kuleta balaa kubwa huko anapocheza kina Israel Patrick Mwenda na mabeki wake wakati wa upande huu. Yeye akitarajiwa kwenye mahesabu, kwenye makaratasi kucheza sana eneo hili, lakini huwa anaingia sana, halafu kutoa nafasi kwa beki wake wa kushoto, anaweza kawa Anthony Mligo kwenda kupanda kuongeza mapana ya uwanja na kupiga crosses, au anaweza kawa Dickson Kibabage ambaye licha kupanda wakati mwingine ufanya underlapping kwa kuingia ndani. Upande wa kushoto ndivyo hivyo anavyofanya Libase Gay, ambaye yeye si mpiga cross, yeye hutoa diagonal passes, anaingia ndani, goli lake yenye nguvu la kushoto umwezesha kufanya hivyo au kufanya majaribio, alafu kutoa nafasi sasa kwa Shomari Kapombe au David Kabeta Duchu ndiye kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Lakini wanapokwenda kushambulia, maana yake matarajio kuona Clatous Chota Chama akisubiri mipira ya pili, akishiriki katika ubunifu. Yuko vizuri sana Chama na amekuwa akifanya kazi vizuri sana. Wanaporudi kuzuia, Chama amekuwa akijituma sana vile vile katika siku za karibuni. Kante na Yusuf Kagoma, mmoja anapokwenda kuongeza mashambulizi, mmoja anakuwa chezi mbali eneo la kati. Huku mabeki wa kati wakiwa kukabiliana na mashambulizi ya kujibu kama tulivyotoka kuelezea juu ya Yanga. Hawa mpira ukiwa upande wa kushoto unashambuliwa, basi Kapombe anakuwa anaishia maeneo ya kati pale, lakini ikiwa kinyume chake ndivyo ambavyo atafanya Anthony Mligo au Nixon Kibabage. Katika mtindo huu matarajio ni kuona kwamba kuna baadhi ya nyakati Simba wakiwa mashambulizi yao kama kawaida kwa Anise Ura Libase Gay hayataacha, maana ndiko ambako Simba waletea madhara makubwa wapinzani, kwa sababu Anise Ura amekuwa kwenye kiwango bora sana, wakati mwingine unstoppable, unplayable na walinzi wa timu pinzani. Libase Gay amekuwa akifanya hivyo, jambo pekee ambalo huwa wanajivunia zaidi. Lakini ikumbuke kwamba Yanga wana utajiri wa kikosi. Kwa sababu hiyo, kuna Mohamed Damaro Kamara, haitashangaza kwamba akawa ni miongoni mwa wanaoanza. Lakini kuna Laurendo Depo kama nilivyotoka kueleza, ametoka kuugua, yuko fiti, mechi iliyopita aliingia, anaweza kaanza. Lakini kwa kundi wa Msimbazi Simba, kuna Elie Mpanzu Kibisawala, ndiye mchezaji mwenye mchango mkubwa wa mabao ya Simba katika ligi kuu Tanzania bara, kwa maana assist na mabao alofunga, kwa sababu ameshafunga mabao 3, lakini ana assist 5, amechangia mabao 8. Lakini wapo akina Morris Abraham yuko vizuri, Mohamed Bajabar, wapo nyota kadhaa ambao pia wanaweza wakapenya katika kikosi hiki kulingana na mipango kazi ya makocha wote wawili. Na hasa inafahamika Steve Barker wakati mwingine huwa anatanguliza baadhi ya nyota wake, alafu wengine anawacha nje, wakiingia na kwenda kumaliza kazi. Amefanya hivyo katika mechi dhidi ya Mafunzo, amefanya hivyo katika mechi dhidi ya Mlandege, ambayo kipindi cha pili ndipo Simba walipokwenda kupata ushindi baada ya kufanya mabadiliko, kuingia kwa kina Anise Ura, Selemani Mwalimu, lakini pia kina Ismail Olivier Ture. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona vikosi vitakuwa vipi kwa timu zote mbili. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.